ya mechi kawa goalkeeper kwa sababu ya kumpiga kila wakati, kafanya save nyingi. Tulikuwa tunawashambulia kwa nguvu muda wote, lakini tumemiliki mpira katikati. Kila mchezaji alijitoa kwa kila anachoweza, lakini mwisho wa siku ndio imekuwa hiyo. Mechi imeamuliwa na waamuzi. Tuanzie hapo kwenye goli ambalo mmelipata. Mmefunga goli lakini referee kasema ni offside. Binafsi ulivyotazama lile, ilikuwa goli clear ama ilikuwa ni offside? Lilikuwa ni goli, kwa sababu baada ya pale tukasema kwa kuwa tumeona hivi huenda pale tulikuwa na jicho la kukosea. Tumerudi, tumeenda pale kwenye TV tukaangalia wote, kila mtu ni goli la halali kabisa, ni goli halina shaka, ni goli kama magoli mengine yanayofungwa. Lakini kama ninavyosema kwamba waamuzi wamebalansi ili mradi waone kwamba hii mechi inaisha vile, ndio hivyo. Lakini siku zote Simba kwenye mchezo hii tunayocheza mara nyingi ya dabi huwa sisi tunahujumiwa, ndio maana umeona hata vyumbani vyetu wamebomoa sana, toboa mavitobo ili watupulizie sumu. Ina maana sio mchezo wa kawaida. Kama jana vyumba vimekaguliwa na nini vilikuwa havina matobo, leo tumekuta matobo. Huu ni uharibifu kwanza wa uwanja, lakini ni mambo ya hovyo kabisa. Ndio maana yani, kama mfano unajaribu kuwa unashinda kwa maarifa, sio ukienda sehemu kwa maarifa ndio huwezi kupata matokeo. Ndio maana sisi tunasemaga kwenye kimataifa lazima tupate 9 kwanza ili tuende robo finali, lakini wenzetu wanaishia 8 wamebaki. Kwa hiyo ina maana kama wataendelea na ubadhirifu huu basi hawawezi, kwa sababu kwenye kimataifa mechi inaonwa, mwamuzi hawezi kufanya makosa ya kujirudia. Kwa hiyo tunaondoka tunasononeka na tuna maumivu. Mara nyingi sana tukicheza dabi sisi tunakuwa tunaonewa. Kwa hiyo matokeo tunayapokea hayo draw. Wachezaji ambao